Lakini tuna barabara ya Mikindani Kitope na Umbu, nayo imekatika, hamna mawasiliano kabisa. Ninawasumbua kila siku TARURA kuambia waende wakarekebishe maeneo yale, lakini nao wanashindwa kwa sababu hawana pesa za kutosha za kwenda kuhakikisha wanarekebisha barabara zetu. Huyu ni mwanamwema wa ushorobo au korido ya Mtwara. Lake jina ni Mheshimiwa Shamsia Azizi Mtamba, ni mbunge wa jimbo la Mtwara vijijini. Hapa anaubeba ukanda mzima wa kusini, akianza kwa kupongeza na kushukuru kwa kazi njema iliyofanywa na waridi wa bara la Afrika Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza nichukue fursa hii nimpongeze na nimshukuru Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya katika nchi yetu ya kuhakikisha tunapata maendeleo mijini na vijijini. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Tumeona Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa akimsaidia Mheshimiwa Rais katika maeneo mbalimbali. Kwa kweli ninampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika nchi yetu. Kama ujuavyo, kushukuru ni kuomba tena. Nuru ya ukanda wa Mtwara Mheshimiwa Shamsia Azizi Mtamba ameshika tochi na kuionesha serikali barabara ya Kibiti, Somanga na kwingineko, huku wakihitimisha mchango wake kwa kueleza kwa uthabiti kabisa yanayotakiwa jimboni kwake. Barabara ya Kibiti, Lindi, Somanga. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Ulega, kwa hatua kubwa aliyoichukua baada ya changamoto hii kutokea. Tulimuona alikwenda pale, akatoa maelekezo na sasa hivi tunaona magari yameanza kupita. Kwa hiyo hii ilikuwa ni suluhisho la muda mfupi. Tunahitaji suluhisho la muda mrefu katika barabara ya Kibiti, Somanga, Lindi. Bado barabara hii imekuwa na changamoto kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ya Kibiti, Somanga, Lindi kuanzia Mbagala mpaka unafika Lindi, barabara ni mbovu, barabara ina mashimo mengi. Kwa hiyo Mwenyekiti, ninaiomba serikali iangalie barabara hii kwa macho mawili. Barabara hii ni barabara ambayo ina umuhimu mkubwa sana kwetu sisi watu wa kusini. Barabara hii ina changamoto nyingi, ina maeneo mengi, barabara hii ina mashimo mengi, maeneo mengi hayapitiki. Kwa hiyo niombe serikali iangalie barabara hii kwa macho mawili. Barabara hii haikutengenezwa vizuri. Barabara hii ilitengenezwa kwa kiwango cha low standard. Kwa hiyo niombe serikali iingize kwenye mpango barabara hii ya Kibiti, Lindi ili iweze kupitika vizuri na sisi wananchi wa Mtwara, Somanga, Kibiti, Ikwiriri, Lindi tuweze kuitumia barabara hii vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wananchi wa Mtwara kwa miaka mingi tumekosa usafiri wa njia ya bahari, usafiri wa meli kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo ninaiomba serikali, sisi Mtwara tuna bandari nzuri na bandari yetu imefanyiwa maboresho mazuri. Tunaomba tuletewe meli kwa ajili ya abiria, itaweza kutusaidia sana. Barabara inapopata changamoto, tukiwa na usafiri wa bahari, usafiri wa meli, tutaweza kutumia vizuri na changamoto hii itaweza kuisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila bajeti ambayo tunakaa huwa nazungumzia sana barabara ya ulinzi na barabara muhimu sana. Tuna barabara ya uchumi ambayo inaanzia Ziwani, Madimba, Msimbati. Ninaiomba sana serikali. Kule serikali imeweka uwekezaji mkubwa sana. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa barabara hii ya Madimba, Msimbati ijengwe kwa kiwango cha lami. Kila siku hapa tunaambiwa maneno kwamba barabara hii imeingizwa kwenye mpango. Ninaiomba sana serikali barabara hii kweli iingizwe kwenye mpango na ijengwe kwa kiwango cha lami kutokana na umuhimu wake. Kule kuna mitambo ya gesi. Madimba ndipo inapochakata gesi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kupata barabara nzuri ambayo inapitika vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije kuzungumzia swala la fidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo nyuma tulikuwa na mradi mkubwa wa maji.
wa mto Ruvuma Mayembe Chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, takriban vijiji 25 vilitarajia kunufaika na mradi huu wa maji. Vijiji hivyo mpaka sasa na usamini ulishafanyiwa katika vijiji hivyo kwa ajili ya mradi huo wa maji. Lakini mpaka sasa hivi vijiji hivyo hawaelewi chochote na hawajui chochote ambacho kinaendelea. Vijiji hivyo ni kama vifuatavyo: Mayembe Chini, Kitaya, Kihamba, Kivava, Maulunga, Kihimika, Magomeni Nyasi, Tangazo, Litembe, Madimba na Mindondi, Mtendachi, Ziwani, Mtawanya, Mangamba. Tokea mwaka 2025 vijiji hivi vilifanyiwa usamini, wananchi wanashindwa kuendeleza maeneo yao kwa ajili ya fidia. Na huo mradi hatuelewi mpaka leo huo mradi kama upo au umekufa. Na kama haupo, basi wananchi hawa warejeshee maeneo yao ili waweze kuyaendeleza maeneo yao. Kwa sababu kwa muda mrefu sana, takriban miaka karibu 13 si 14, wananchi hawa hawaelewi kinachoendelea kuhusiana na mradi huu. Kama fidia watalipwa, walipwe, na kama mradi huo haupo, basi wananchi hawa warejeshee maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije kuzungumzia swala la TARURA. TARURA iongezewe pesa ili ziweze kutanua na kueneza mitandao na kufungua mitandao ya barabara zetu. Barabara zetu za vijijini ni mbovu mno. Barabara zetu za vijijini hazipitiki. Lakini TARURA wanajitahidi kutaka kufanya kazi kuhakikisha wanafungua mtandao wa barabara, lakini wanakwama kwa ajili ya pesa. Kwa hiyo ninaiomba serikali iweke fedha za kutosha kwa ajili ya kufungua mtandao wa barabara za vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa. Mheshimiwa Felista Njau. Niko nyuma huko Mheshimiwa. Taarifa Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mchangiaji anayeongea, Mheshimiwa Shamsia. Swala la TARURA Mheshimiwa Mwenyekiti limekuwa kwikwi, na kimsingi mtandao wa TARURA nchini bajeti ya TARURA ipo, lakini haifiki kwenye majimbo na mikoa ya kimkakati, hasa jimbo la Moshi vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna shida kubwa. Mameneja wako vizuri, wanafanya vizuri sana, lakini hawana mfuko hawana pesa kwenye mifuko yao. Kwa hiyo tutawaumiza bure, tuwape pesa watu wa TARURA wafanye kazi. Tunarudia kila siku Mheshimiwa Mwenyekiti, kila siku ni kilio. Mtwara ni sawa na Moshi, naomba TARURA wapate pesa. Umeeleweka Mheshimiwa Shamsia, unaipokea taarifa? Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeipokea taarifa kwa mikono miwili. Kwa kweli changamoto ndio hiyo. Kwa mfano katika jimbo langu kumekuwa na changamoto kubwa sana za barabara. Kwa mfano kata ya Kitere kuna sehemu imekatika kabisa barabara. Kila siku nawapigia simu TARURA waende wakarekebishe sehemu ile. Sasa hivi wanashindwa kunipokelea simu kwa sababu hawana pesa za kutosha za kuhakikisha wanakwenda kutengeneza zile barabara zetu. Lakini tuna barabara ya Mikindani Kitope na Umbu, nayo imekatika, hamna mawasiliano kabisa. Ninawasumbua kila siku TARURA kuambia waende wakarekebishe maeneo yale, lakini nao wanashindwa kwa sababu hawana pesa za kutosha za kwenda kuhakikisha wanarekebisha barabara zetu. Kwa hiyo niombe serikali iweke fedha nyingi za kutosha katika mfuko wa TARURA ili waweze kufungua mtandao wa barabara zetu za vijijini. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nije niongelee kwenye swala la watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jimbo langu la Mtwara vijijini kumekuwa na shida kubwa sana ya watumishi, kada ya afya pamoja na elimu. Kwa hiyo niombe sana serikali iangalie jimbo la Mtwara vijijini, waniletee walimu wa kutosha pamoja na wauguzi wa kutosha. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godon Kalulunga.